Bwana Yesu asifiwe. Nitarudia tena. Paulo mtume si mtume wa wanadamu wala kutumwa na wanadamu, bali aliyefufuka kutoka kwa wafu. Haleluya. Nataka uelewe, Paulo alisema yeye siye mtume wa wanadamu wala kutumwa na wanadamu, bali na Mungu aliyefufua Yesu kwa wafu. Kwa hivyo kile nataka nielewe kwamba wakati ninatembea mimi ni mmoja, nijejielewa mimi sio mtume wa wanadamu. Kuna Yesu aliyefufuka ndani yetu, lakini kunaye aliyemfufua. Haleluya. Hapo akaelewa kwamba yeye ni mtume ndio. Na kama kuna kitu kinafanya mwanadamu wakae katika area ya kujilemeti katika maisha, ni kukosa kuelewa kwamba kama yeye kuna mtu aliyemkomboa ama aliyemuokoa ndani yake, ambaye utembea naye kila wakati. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Paulo akatambua kwamba mimi ni mtume, sio mtume wa wanadamu wala kuteuliwa na mwanadamu, bali mimi ni mtume niliyeteuliwa na aliyefufua Yesu kutoka kaburini. Haleluya. Kwa hivyo sisi sio watu ambao wako limetiwa. Kwa hivyo Paulo aliweza kupenya katika miji mingi akihubiri Kristo, ni kwa sababu alielewa kwamba yeye sio mtume wa kawaida. Haleluya. Mamlaka aliyo nayo sio ya kawaida. My God. Ninakumbuka kwamba wakati Paulo alikuwa kazi yake ni kuharibu, akikuta kanisa watu wakihubiri anaanza kuwamaliza. Na Biblia inaniambia kwamba yeye aliitwa na Yesu, mwangaza ikamwangukia. Kumbe akaelewa kwamba yeye sio mtume wa kawaida. Kulikuwa na mitume wengi katika walikuwa na Yesu, lakini Paulo alikuwa mtume ambaye alikuwa na uwezo juu ya uweza. Haleluya. Na ndio anasema kwamba mimi ni mtume, sikutumwa na wanadamu. My God. Na katika maisha yangu nimeelewa kwamba mimi sikutumwa na wanadamu, nilitumwa na aliyefufua Yesu katika kaburi. Haleluya. My God. Na ndio unaona kwamba wakati mwingine unapotembea, unapofanya mambo, haufanyangi kwa kubahatisha. Ni kwa sababu uliye naye ni mkuu kuliko vitu vyote vya dunia hii, katika jina la Yesu. My God. Ninaelewa. Mtu anaelewa ambaye aliye juu yake akuangi na wasiwasi katika barabara. Unaelewa kama ni mwenda wazimu atatokea, maisha yake itafufuliwa katika jina la Yesu Kristo. Na ndiyo kwamba katika maisha yangu ninatembea katika ushujaa, ni kwa sababu aliyeniita ako na uwezo wa kunipeleka kiwango kingine, ako na uwezo wa kunibadilishia hali. Haleluya. Nimesahau kuimba ile wimbo ya Masinda. Watu wengine wanajiimbaza na Masinda, wanasema Yesu ni wa madhina. Yesu sio wa mateso. Yesu ako na utajiri ambaye ametupepea, ambao ametupea. Anatuambia tembeeni katika utajiri. Unapojielewa unatembea na nani, unapokea ule utajiri. Unapojua unatembea nani, unapokea uponyaji. Unakuwa wewe ni mtu mzio wa kawaida tena. Ukawaida unaondoka. Nimesema kwamba katika maisha yangu kama kanisa la Bwana tutembee katika ushujaa. Tusilimetiwe na hali vile ilivyo. Tusilimetiwe na mambo. Watu wakisema kumekauka, sisi hatuoni kukauka. Watu wakisema magonjwa ya kansa inaua, sisi hatuoni kufa, tunaona
kuishi katika jina la Yesu. Maana aliyetuita akona uwezo, akona uwezo wa kuponya, akona uwezo wa kuinua, akona uwezo wa kupandiliza. Haleluya! Mimi sitasema ni maskini, mimi nimeinuliwa, aliyefufuka katika wafu. My God, my Father, nimekuja nikuneneni kuambie kwamba huu sio wakati wa kuangalia vile mambo ilivyo. Huu sio wakati wa kuangalia na kuona katika macho yako unaona vitu ndogo ndogo. Ona mambo makubwa katika uwezo wa Jehova, katika jina la Yesu Kristo. Haleluya! Usitembee na maisha ya karau, maisha ya askari. Maisha ya askari wanatembeanga na kitu kidogo, lakini sisi tunatembea na kitu kikubwa. Malengo yetu ni makubwa, maono yetu ni makubwa. Haijalishi vile watu husema, lakini tunajua kwamba tunaye ni mkuu sana. Tunaye akona uwezo wa kutupeleka to another level katika jina la Yesu Kristo. Watu wasikuite hako, wewe ni mtu mkubwa katika kingdom ya Mungu. Wewe ni mkubwa, umebeba ambao ana uwezo. Akifika kwa makaburi anaiambia ifunguke, inafunguka. Akifika kwa watu ambao walemavu au watu wanafunguliwa. Akifika kwa viwete wanatembea. Akifika kwa vipofu wanaona. Akifika kwa visiwi wanapata kusikia. Yeye anaitwa Jehova, aliyefufua Petro katika mahali. Yeye alitembelea Petro na Petro akasimama. My God, my Father, kama kuna wakati unahitajika, ni wakati kama huu. Usimame useme mimi sitatisiwa na vile mambo yalivyo. Maana aliyeniita, yeye sikuitwa na mwanadamu, niliitwa na Baba wa mbinguni. Ajui kifo ni kama nini, ajui mateso ni kama nini, ajui kushindwa ni kama nini. My God, my Father, tembea katika ushujaa ukijua kwamba aliyeniita ni mkubwa sana. Mtoto wa king ni king. Haleluya! Mtoto wa mfalme anakuanga mfalme kwa sababu kile anahitaji anatembea, anapata hicho. Akihitaji kutembea gari ya mfalme ataendesha. My God, my Father, kama kuna kitu kinahitajika wakati kama huu ni kuelewa kwamba mimi sio yule, mbali niko naye. Akona uwezo wa kunipeleka mbele katika jina la Yesu. Niko naye, anajui magonjwa ni nini, anaweza niponya, anaweza nisaidia. Ukitambua hiyo, hautakuwa omba. My God, utakuwa mtu wa kukopa. Utakuwa unakopesha, utakuwa unapeana, sababu aliyekuita ndiye alifufua Yesu kwa wafu kaburini. Kwa hivyo maisha yetu hayako kaburini. Makaburi haitatuona kwa jina la Yesu. Maisha yetu inarejeshwa. My God, kuinuliwa kwetu kunakuja saa hii kwa jina la Yesu. Mungu Jehova, nasema ni asante Bwana. Asante Bwana. Tusimame tu mbele zake Bwana, tumwambie Bwana ni asante. Unajua kile kinachofanya katika maisha yako ukae ukiwa mwoga ni kukosa kuelewa kile Mungu amekuitia na amekuita kama nani. Nataka uelewe kwamba vile Paulo alijielewa katika maisha yako, jielewe. Ujue aliyekuita
kutoa katika makaburi ya mateso. Anaweza kutoa katika makaburi ya kuonewa. Anaweza kutoa katika ile makaburi hata ya ukosefu wa mali. Ni makaburi, makaburi ya kukoba, makaburi ya omba. Anaweza kutoa. Wewe ni mwaminifu. Thank you Holy Spirit of God. Mwambie Bwana, nisaidie leo. Mwambie nisaidie nitoke katika yale makaburi. Nisaidie mimi nijielewe. Rabashanda rababusa yanda. Mwambie Bwana, siku ya leo nimeelewa kwamba na nimetambua vizuri Bwana, wewe ndiye uliyeniita. Wewe ndiye uliyeniita katika maisha yangu. Toka katika hiyo mateso. Toka katika hiyo kuonewa na kupingwa. Maana Bwana anaweza. Inawezekana katika maisha yako umeishi katika maisha ya limitation. Umeishi maisha yako kuwa unavutwa nyuma. Kimbia mahali hapa. Inaweza kuombea siku ya leo, angalau Bwana akaweze kukupeleka mahali wafaa uwe. Oh Jehova, unaweza. Wewe ni mwaminifu.